Kama umewahi kuhudumiwa na padre, umebatizwa na padre, leo ni siku ya mapadre. Tuwashangilie kwa kuwapa hongera. Kwa niaba ya mapadre wote nasema asanteni, manake hii kazi inahitaji moyo. Tafakari ya yetu ya leo Alhamisi Kuu ni kwamba wazo kuu, upendo unaoinama, fumbo la miguu iliyooshwa. Katika kichwa cha habari hiki ambacho upendo unainama, fumbo la miguu iliyooshwa, tunapata mambo matatu ya utafakari. Jambo la kwanza ni zawadi ya Ekaristi Takatifu, uwepo wa Mungu unaotoa nafsi yake. Na jambo la pili, kuwekwa kwa daraja takatifu, uongozi wa kitumishi, upendo unaozidishwa kwa unyenyekevu. Na jambo la tatu, amri mpya ya mapendo, msingi wa maadili ya Kikristo. Wapendwa, mliposikia somo la kwanza katika kitabu cha Kutoka, tunaona mwanzo wa Pasaka ya kale, damu ya mwana-kondoo iliyochinjwa na yule mnyama wakamla haraka, lakini damu yake walipaka kwenye milimo. Ile kupaka kwenye milimo, hawa wana wa Israeli wanaokolewa, wanavuka kutoka utumwa kwenda uhuru. Lakini Pasaka ile ilikuwa ni kivuli cha Pasaka au cha fumbo takatifu ambalo tunaelekea kuliadhimisha, fumbo kubwa kuliko mafumbo yote. Siku ya leo tunasimama katika utimilifu wake. Kristo ndiye mwana-kondoo wa kweli, si yule ambaye anaweza akatuacha. Si damu tena ambayo imepakwa kwenye milimo na wana wa Israeli. Ile damu tukitafasiri katika maisha yetu ya sasa hivi ambavyo tunapenda kuishi, unaweza kusema kwamba pengine walishiriki la amri kwenda kwa waganga, lakini ile ilikuwa ni ramli takatifu ambayo Mungu aliwaambia kutoka kwa mdomo wa nabii yake ambaye ni Musa, chinjeni mwana-kondoo asiyekuwa na hila, na hiyo damu ipake kwenye milimo. Bali walivyoipaka wanakombolewa. Si damu tena juu ya milimo ya milango, bali mwili na damu yake vinavyotolewa kwa ajili yetu. Si ukombozi wa muda, bali ukombozi wa milele. Na ajabu zaidi, kati ya fumbo hili kuu, Yesu anainama kwa unyenyekevu, anavua vazi lake, anachukua kitambaa, anamimina maji, anaanza kuwaosha wanafunzi wake miguu. Ni unyenyekevu wa hali ya juu ambao anaonyesha aliyekuwa mwalimu wa walimu. Ndugu zangu, hapo ndipo tunapogundua fumbo kubwa la Ekaristi Takatifu katika unyenyekevu na ukamilifu wake. Ekaristi si sadaka tu ya kuabudu, ni shule ya unyenyekevu, ni sakramenti ya upendo unaojitoa, ni mwito wa kubadilika. Yesu, Bwana na mwalimu, anakuwa mtumishi, anagusa uchafu wa miguu ya wanadamu. Hawa hawakuoga kama sisi ambavyo tumejiandaa kuja kanisani siku ya leo, kwa lugha iliyotafasiriwa au kwa lugha iliyosanifu kulingana na muktadha uliopo. Huenda walikuwa wamepita kwenye mbuga, kwenye mashamba ambayo yalileta shida. Walivyokatiza huko ndiko Yesu anaposimama, anakuja kuwapangusa. Huenda ni dhambi zetu ambazo zinapanguswa,
huenda ni uchafu wetu ambao unapanguswa. Hivyo tumwombe Mwenyezi Mungu siku hii ya leo, dhambi ambavyo zinapanguswa na uchafu wetu ambao unaoshwa siku ya leo, aweze kutukomboa katika kweli. Miguu yetu inachafuka tukitafakiri katika hali ya kawaida. Leo ambao unaoshwa miguu, ilipaswa tuambie tukapite mashambani, tuje tuwaoshe. Huo uchafu tunaouosha ndiyo mioyo yetu wakati mwingine jinsi ilivyo. Ndivyo dhambi ambavyo zinatuharibu, ndivyo dhambi ambavyo zinatupelekea sisi tunageuka kuwa wanyama. Lakini leo Yesu anatuosha kwa upendo, anatufuta kwa upendo, na anavyotuosha kwa upendo anatuita, anatupa amri, na amri hiyo inakuwa ni agizo ambalo linakuwa fundisho kwetu. Nimewapa mfano ili nanyi mfanye kama nilivyowafanyia. Tupokeane katika udhaifu wetu, katika dhambi zetu, tukiiga mfano wa Yesu anavyowaosha. Hili siyo ombi, ni agizo la kimungu, kupokeana na kuoshana miguu. Kila tunapokaribia altari, wapendwa, ambavyo tunaoshwa miguu, tunashiriki utukufu wa Mungu katika kupokea Ekaristi Takatifu. Tunavyooshwa miguu na Bwana, tunabadilika, tunakuwa kwa kufanana na yeye. Ni sawasawa na sisi tunaposhiriki Ekaristi Takatifu. Kila tunapokaribia altari kupokea mwili na damu ya Kristo, tunafanya agano kuishi kama yeye, kupenda kama yeye, kutumikia kama yeye. Ndugu wapendwa, huwezi kushiriki meza ya Bwana na kubaki vile vile ulivyo. Pengine utakuwa dhamiri yako imekufa. Ukila mwili wake, lazima uwe mwili wake kwa ajili ya watu wengine. Ukishiriki kikombe chake, lazima uwe sadaka ya upendo kwa watu wengine. Leo Bwana anatuuliza kwa sauti ya upendo, lakini pia sauti yenye mamlaka. Je, uko tayari kuinama kwa ajili ya unyenyekevu kwa watu wengine? Je, uko tayari kuosha miguu ya wengine iliyokatiza mbugani, iliyokanyaga udongo na imekanyaga udongo wa namna nyingine? Uko tayari kuwaosha? Maana uko tayari kumpokea mtu katika madhaifu yake? Uko tayari kumsamehe mtu katika shida zake? Au unakuwa wa kwanza kumsema na kumzungumzia vibaya? Yesu anatuita leo, je, uko tayari kuosha miguu ya wengine? Miguu huenda ni msamaha kwa mtu aliyekukosea, kwa yule aliyekuumiza, kwa yule aliyekuudhi. Labda miguu ya huduma kwa maskini, wagonjwa au waliokozwa, au pia walioachwa. Labda miguu ni ya upendo wa kimya kimya, mahali ambapo hakuna anayeweza kuona isipokuwa Mungu. Chukulia hii miguu ni ndugu zetu wanaoteseka huko. Chukulia hii miguu tunaiosha leo ni matatizo ya watu wengine. Ndugu zangu, tunapoanza siku hizi tatu takatifu, kifo, mateso na ufufuko wa Bwana wetu, tusiishie kuadhimisha fumbo hili. Tuliingie, tuliishi, kwa sababu siku ya leo tunafundishwa ukweli huu wa umilele. Upendo wa Kristo unaojitoa, unajinyenyekeza na unatuma wote tuishi katika mwanga wa wokovu. Tunaitwa kuwa mwanga wa wokovu kwa ulimwengu. Basi wapendwa, moja
moja ya jambo lililokuwa tunaloitwa siku ya leo ni moyo uliojawa shukrani na unyenyekevu. Mapadri linapowekwa daraja takatifu wanaitwa kuhudumia bila kuchoka. Japo kuna maudhi mengi, kuna makwazo mengi, tunaitwa kuhudumia bila kuchoka. Tuige mfano wa Yesu, kuosha miguu kwa unyenyekevu. Tunaitwa kwa mfano wa Yesu tutolee sadaka ya Ekaristi Takatifu ili watu waweze kuungana na Yesu. Meza ya Bwana si kama zile meza zingine. Sisi tunaitwa tusiwe watazamaji, bali kama wanafunzi walio tayari kugeuza mioyo na kumfuata Yesu. Tumsifu Yesu Kristo.